Licha ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha miundombinu ya barabara, ila bado zipo changamoto katika baadhi ya maeneo kukosa miundombinu ya kupitishia maji machafu, hali ambayo inasababisha adha na kero kwa wananchi hasa katika kipindi cha mvua. Hii ni barabara inayotokea Mwembe Makumbi kuelekea shehia ya Karakana, jimbo la Chumbuni, ambapo baadhi ya wananchi wametoa kero zao kuhusu changamoto ya miundombinu ya mitaro inayopelekea kutuama kwa maji hayo. Naomba sana serikali watufanyie hii changamoto, kwa sababu hii changamoto ni kubwa, na tangu ilipojengwa barabara imejengwa, lakini unakuta maji ambayo yanatokea hospitali ya Karakana iliyojenga hospitali Mheshimiwa Rais, maji mtaro umetengenezwa umeshuka huku, na mtaro ambao umetokea huku juu Kotex umeshuka huku. Kwa hiyo sasa baada ya yale maji ya mwanzo yalikuwa kikaa yameunganishwa ya juu na ya juu yanatoka huku na ya huku yamezidi. Kwa unakuta haya maji hana kwa kwenda hapa, kama itanyesha mvua maji yanaweza kafika hapa. Haya maduka yote hivi vikuta tunavyoviona so vikuta vya show, labda vimejengwa tu au vimedesigniwa hivi vikuta vya kuzuia maji yasiingie. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Rais, inawezekana wabunge wetu wanaona haya kwako kufika, lakini tunakuomba uje wewe, kwa sababu sisi ndio wapiga kura wako na sisi ndio tunakupigia kura. Na tunakuomba sana Mheshimiwa Rais, uje wewe, uje uone, kwa sababu inawezekana bunge wetu hawanayaona, lakini kuyasema au kutusemea sisi wananchi hawawezi. Tatizo letu kubwa ni maji yanatusakili, na watoto wakati mwingine unashindwa kuwazuia sababu unakuwa na kazi nyingi, na kulinda mtoto wakati uko jikoni, inawezekana baba yuko kazini, mama anapika, mvua imemiminika, mtoto katoka hajui yuko wapi. Lakini sasa tatizo limekuja hivi kwamba kwa nini hawa watu wa serikali wanapojenga hizi njia, kwa nini hawashughuliki na pamoja na kushirikiana na wale wananchi wanaokaa kijiji kile, ambapo wao ndio wanaona yale mambo, au sio? Na inapojengwa barabara mainjinia wanakuwa wapo, watu wa michoro wanakuwa wapo, na wale watu wa mawasiliano wanakuwa napita njia ile na naiona. Sisi tatizo letu haya maji yanayokaa hapa kwenye majumba yetu, na haya yamesababishwa na hiyo barabara iliyojengwa, haikuwekewa mtaro wa kutoka haya maji. Kwa hiyo badala ya kukaa pale barabarani yanaenea tena mote. Mtaro mkubwa uliojengwa ule, maji yalikuwa yanakwenda, hayana tatizo, hayakai hapa. Lakini sasa barabara kujengwa hiyo imeturejesha nyuma kule ambako kulikuwa kunakaa maji hapa na matope. Sisi inatuumiza sana, maana sisi wenyewe hatutoki, ndo tumekaa tu vijumbani. Ukitaka kutoka unayafikiria haya matope. Hawa ndo hatuna uwezo wa kuwakataza, hawa wakakatazika, kutwa wamo usiku kucha wanalia kwa manyungunyungu miguu yao. Leaders TV imepiga hodi kwa mkuu wa wilaya mjini Unguja, ndugu Hamid Saif Saidi, na kutoa ufafanuzi kuhusu kero hiyo. Ile ni kazi ambayo tutaifanyia kazi, kwa sababu yale maji yaliokuwa pale, kama mnavyojua ujenzi wetu ni kwamba tulipokuwa tunajenga uko nyuma ni kwamba tunakwenda kuzuia baadhi ya ile maji yanapopita. Kwa hivyo hii ndio inasababisha balaa. Kwa hivyo pale ni serikali inafahamu, na mpangilio wake ni kwamba pale kitakuja kufanywa, kwa kweli utakuwa ni mmoja katika ujenzi mkubwa kwa nyumba pale kama 20 mpaka 21 ambazo zitakuja pale kuathirika, ili tuweze kuhakikisha pale tunaunganisha na ule mtaro mkuu. Kwa hivyo tunaomba wananchi kwamba watustahimilie kwa wakati huu hapa, lakini serikali inafahamu kuhusu hilo. Wananchi wameiomba serikali kuimarisha misingi ya maji taka katika barabara zinazotengenezwa ili kuepusha majanga ambayo yanaweza kuleta athari kwa jamii. Mimi ni Mariam Said, Leaders TV. Leaders TV Online, wajibikaji ni msingi wa maendeleo.